Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa mnuko wa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba zilizoko chini tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka pamekuwa na hali ya kujirudia ya mashambulizi baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran. Na hasa tunazungumzia mashambulizi yaliyotokea usiku wa siku ya Ijumaa kuelekea siku ya Jumamosi, ambapo asili yake inaonekana kwamba ni Marekani walikuwa wakijaribu endelea kuangusha uwezo wa mamlaka ya nchi ya Iran ambayo inasimamia sehemu ya mlango bahari wa Hormuz ambayo inajulikana kama Persian Gulf Strait Authority. Na hii inatokana na kwamba kuna meli takriban 4 ambazo zilikuwa zikijaribu kupita katika mlango bahari wa Hormuz kutokea katika ghuba ya Uajemi, lakini katika muundo ambao unaonekana kwamba walijaribu kufanya coordination au mawasiliano na nchi ya Marekani badala ya kufanya mawasiliano na nchi ya Iran. Jambo ambalo kwa upande mmoja au mwingine lilipelekea nchi ya Iran kuweza kuishambulia meli moja kama sehemu ya onyo, na hivyo kulazimisha meli husika kuweza kusimama, lakini vile vile kulazimisha meli takriban 3 kuweza kugeuza na kurudi kule zilipotoka. Move ambayo inaonekana kwamba kwa upande wa pili Marekani walichojaribu kufanya ilikuwa ni kushambulia katika sehemu mbili. Kushambulia katika sehemu ya Guruk ambayo inapatikana katika Hormuzgan province, katika jimbo la Hormuzgan ambalo actually ndo linapakana zaidi na sehemu ya mlango bahari wa Hormuz. Lakini vile vile walifanya mashambulizi katika kisiwa cha Kashmir ambacho ni miongoni mwa visiwa vikubwa kwanza, lakini vile vile ni moja katika visiwa vya kistratejia katika sehemu ya ghuba ya Uajemi, kwa kuzingatia kwamba ni kisiwa ambacho kinakusanya sehemu ya miundombinu mingi ya kijeshi, lakini vile vile ni kisiwa ambacho kinatoa support kubwa katika kisiwa cha Larak, kisiwa ambacho kinatumika zaidi katika upande wa ukaguzi na ukusanyaji wa zile kama kodi ambazo zinakusanywa kutoka katika meli ambazo zinakuwa zinapita katika mlango bahari wa Hormuz. Na lengo la kushambulia katika kisiwa katika sehemu ya Guruk ambayo inapatikana katika Hormuzgan province, la kushambulia katika kisiwa cha Kashmir, lengo kubwa inaonekana ilikuwa ni kujaribu kushambulia katika sehemu za minara ambayo ina support radar system ambazo zimekuwa zikisoma mienendo ya meli ambazo zinaingia na kutoka katika mlango bahari wa Hormuz. Kwa hivyo ni move ambayo Marekani walijaribu kuifanya, kama tunaicategorize au tunaigawanya zaidi katika upande wa tactical maneuver, katika upande wa movement ya kimbinu, kwamba kujaribu kuharibu sehemu ya rada au kushambulia sehemu ya mifumo ya rada ya nchi ya Iran katika kisiwa cha Kashmir na katika sehemu ya Guruk katika jimbo la Hormuzgan province, ili kuweza kupunguza uwezo wa nchi ya Iran kuweza kusoma mwenendo wa meli ambazo zinaingia na kutoka katika mlango bahari wa Hormuz. Jambo ambalo linaonekana kwamba reaction ya nchi ya Iran au mwitikio wa nchi ya Iran vile vile ulikwenda mbali zaidi, maana yake kwa kushambulia katika upande wa meli ambazo zinapatikana katika ghuba ya Oman. Maana yake inaonekana kwamba kuna kama destroyer ambazo zilikuwa zimekuwa targeted. Maana yake kuna destroyer inajulikana kama DDG 103 na DDG 87 zinaonekana kwamba zilitargetiwa katika sehemu husika. Lakini vile vile USS Tripoli inaonekana vile vile ilikuwa ni miongoni mwa sehemu ambazo zilikuwa zimekuwa targeted na nchi ya Iran. Na hivyo kwa ripoti za nchi ya Iran inaonyesha kwamba meli za Marekani inaonekana kama zimesogea kidogo katika upande wa bahari ya Hindi au katika upande wa Arabian Sea tunasema, lakini katika ripoti za nchi ya Marekani zinaonyesha kwamba Marekani bado wapo katika upande wa kaskazini mwa Arabian Sea, maana yake sehemu ya kuingilia kama unaelekea katika upande wa ghuba, katika upande wa mlango bahari wa Hormuz au katika ile corridor ambayo inakupeleka katika mlango bahari wa Hormuz. Lakini inaonekana kwamba vile vile wamekuwa
wametoa katika ripoti zao kuonyesha kwamba bado vile vile wapo katika sehemu ya Ghuba ya Oman. Kwa hiyo pamekuwa kuna conflicting report, pamekuwa kuna ripoti ambazo zinatatiza za upande wa Iran na upande wa Marekani. Maana upande wa Iran wao wanadai kwamba Marekani wamesogea kidogo kurudi katika upande wa bahari ya Hindi, lakini na hilo maana yake wameambatanisha na onyo kwamba iwapo Marekani watasogea katika kitambo ambacho cha zile drone zao zilipokuwa zimefika, maana yake Iran watazishambulia meli za Marekani na mfano wa hivyo. Lakini Marekani wanaonekana kwamba katika ripoti zao wanadai kwamba bado wapo na lengo kubwa bado wanaendelea kulisimamia la kuzuia meli zinazoingia na kutoka au kuendelea kutekeleza vikwazo vyao katika meli ambazo zinaingia na kutoka katika pwani ya nchi ya Iran. Kwa hivyo katika upande wa nchi ya Iran walishambulia katika sehemu ya huko kwanza katika upande wa Ghuba ya Oman ili kuweza kuzisukuma meli za Marekani ikiwezekana ziweze kuelekea katika sehemu ya bahari ya Hindi, lakini vile vile walishambulia katika sehemu ya Kuwait katika Ali Al-Salim Base ambayo ni bezi inayopatikana pale katika nchi ya Kuwait. Lakini vile vile inaonekana walishambulia katika 50th Fleet Base, katika bezi kubwa ya wanamaji ya nchi ya Marekani ambayo ndio inategemewa zaidi katika upande wa ile Arabian Peninsula au katika upande wa Ghuba. Ndio bezi kubwa ambayo ina coordinate zile meli zote ambazo zina operate za kijeshi na mfano wake. Pamoja na kwamba katika kipindi kama hiki zile rutini za kawaida za meli zimeathirika pakubwa, kwa kuzingatia kwamba katika mlango bahari wa Hormuz kwa utaratibu wa nchi ya Iran manake hawaruhusu meli yoyote kuweza kupita bila meli ambayo actually ni ya kijeshi hairuhusiwi kuweza kupita katika mlango bahari wa Hormuz, na hata zile ambazo sio za kijeshi manake ni lazima zipewe ruhusa na nchi ya Iran kuweza kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Sasa tukichukua kwanza move zote mbili ya nchi ya Marekani kuweza kushambulia katika sehemu ya Guruk na katika kisiwa cha Kashmir, lakini vile vile nchi ya Iran kuweza kushambulia katika sehemu ya Kuwait na katika sehemu ya Bahrain. Maana kwanza hii ni hali ambayo imekuwa ikijirudia mara kwa mara, na imekuwa ikijirudia mara kwa mara ikiwakilisha malengo tofauti kutoka katika pande zote mbili. Rais Donald Trump amekuwa akikariri kwamba ceasefire bado ipo, lakini kile kinachoonekana ni kwamba katika upande wa Iran hawazingatii sana kama ceasefire bado ipo, kwa sababu ya hali ya kujirudia ya kufanyiana mashambulizi au kujibishana katika upande wa mashambulizi. Hili ni jambo la kwanza ambalo limekuwa tunajaribu kulitazama kwamba tafsiri ya hali halisi ya kile kilichoko baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani kwa hivi sasa ni tafsiri ambazo zinatofautiana. Katika upande wa nchi ya Marekani wamekuwa wakikariri kwamba hakuna manake wapo katika hali ya utulivu baina yao, manake ile wamesitisha mapigano baina yao na nchi ya Iran. Lakini katika upande wa nchi ya Iran wao hawazingatii hilo, bado wanazingatia kwamba bado wapo katika hali ya mchakato kama wa mapigano au sintofahamu baina yao na nchi ya Marekani. Hili ni jambo la kwanza ambalo inawezekana ikawa ni msingi mama wa kuweza kutoa tafsiri ya kile kinachokuja katika siku za mbele, kwa kuzingatia kwamba Marekani na Iran wote hawako katika the same page, hawako katika ukurasa mmoja, maana kila mmoja ana tafsiri yake. Hili ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, kwa kawaida Marekani inaonekana wanachojaribu kukifanya ni kucheza tunasema ile long time trick game, kujaribu kucheza mchezo wa hadaa wa muda mrefu, maana kwa kushambulia sehemu ndogo ndogo ambazo inawezekana katika plani ya siku za mbele ikawa ina athari kubwa. Na hii ni utaratibu wa kawaida kwamba unapokumbana na adui ambaye kwa mazingira uliokuwa nayo yameprove kwamba huwezi kumdhoofisha kwa wakati mmoja, maana yake inawezekana ukatengeneza plani ya muda mrefu ya kumdhoofisha taratibu ili uweze kufikia katika malengo. Na hii inaweza ikasomwa katika matukio mengi ya kihistoria. Kwa mfano katika kipindi ambacho inaangushwa dola ya Andalusia kule katika upande wa Iberian Peninsula, manake dola ya Umayyad Caliphate ambayo ilikuwa ikitawala katika maeneo kama ya Spain, katika maeneo kama ya Portugal, wakati muungano wa dola za Ulaya zikijaribu kuangusha dola husika ambayo ilikuwa imetawala pale takriban kama miaka 800,
na mfano wake. Manake process yake ya kuiangusha walikuwa wanaita Reconquista, lakini ilichukua muda mrefu sana mpaka kilele chake ilipofikia kwenye miaka ya 1400 kama na 92 takriban, kipindi cha Queen Isabella na King Ferdinand, ndio walifanikiwa kuweza kumaliza movie yote. Na maana ni movie ilichukua zaidi ya tunasema miaka 100 mpaka miaka 200, kwa kuzingatia kwamba ile dola ya Umayyad Caliphate katika kipindi hicho ilikuwa ni miongoni mwa dola ambazo zina nguvu, lakini vile vile zilikuwa zinaweza kupata backup kutoka katika upande kama wa Afrika, kwa kuzingatia kwamba ilikuwa ni dola ambayo imetangaa katika sehemu kubwa. Katika mazingira namna hiyo, kuweza kupambana nayo kwa wakati mmoja bila shaka lilikuwa ni jambo gumu. Kwa hivyo ilikuwa inahitaji kuanza kufanya movement ya taratibu taratibu ambayo ilikuwa inaweza kuleta athari mpaka wakaweza kufia katika kilele chao. Lakini mfano wa pili unaweza ukatazama pia hata katika issue kama ya Palestine. Kwa kuzingatia kwamba jamii ya Wayahudi kutoka katika nchi za Ulaya, hasa ambao ni jamii wale tunasema ni Ashkenazi, ambao walikuja kutoka katika nchi kama za Ulaya Mashariki na mfano wake, movement yao katika nchi ya Palestine manake ni movement ambayo imechukua muda mrefu toka walipojitangaza kwamba wao ni nchi huru kwenye miaka kama 1947-48, lakini mpaka kufikia katika kilele cha mwisho maana yake kwenye mwaka kama 2017 kipindi cha Donald Trump alipotangaza kwamba yeye anatambua Jerusalem ni mji mkuu wa Israel. Maana yake kile ndio kilikuwa kilele ambayo ilikuwa ni movement ya takriban miaka 70, kwa kuzingatia kwamba idadi ya jamii ya Waarabu katika eneo husika wa Palestine ilikuwa ni kubwa kuliko wa Israel, hata kama walikuwa wanapata backup kutoka katika nchi kama Uingereza na mfano wake na baadaye Marekani, lakini kiuhalisia ni kwamba ilikuwa ni jamii ambayo inakusanya watu wengi zaidi kuliko jamii ya Wayahudi ambao wako pale. Kwa hivyo movement yao maana yake ni movement waliifanya taratibu taratibu kiasi cha miaka takriban kama 70 ndio kufikia katika kilele cha kudai kwamba Jerusalem ni mji mkuu ambao anatambua kwamba ni mji mkuu wa nchi ya Israel na mfano wake. Kwa hivyo kwa kawaida unapoamiliana na adui ambaye unazingatia kwamba kwa mazingira yake kukabiliana naye kwa wakati mmoja, kutokana na vita ile ya siku 40, kile kilichoonekana ni kwamba nguvu ya wakati mmoja kuishambulia nchi ya Irani ni nguvu ambayo haiwezi kufanikiwa, kwa kuzingatia kwamba nchi ya Irani maandalizi ya wao kukabiliana na nchi ya Marekani ni maandalizi ya muda mrefu. Takriban zaidi ya miaka 30 wamekuwa wakifanya maandalizi. Kutoka miaka ya 90 mwanzoni ilikuwa inaonekana baadhi ya viongozi wa nchi ya Iran wakijaribu kufundishana katika upande wa jeshi namna gani wanaweza wakapambana na nchi ya Marekani, na strategia yao kubwa ilikuwa ni kuilazimisha Marekani iweze kupigana vita ambayo wao hawaiwezi. Maana yake katika upande wa vita ya anga Marekani inawezekana kwa ni wazuri, lakini unapowalazimisha waweze kupigana vita nyingine kama ya upande wa ground na mfano wake, maana yake ni katika upande ambao hawawezi kufanya vizuri zaidi. Na ndio maana inaonekana kwamba hata katika ile vita siku 40 nchi ya Iran walijaribu kutengeneza kwanza battle space ya tofauti, kutengeneza uwanda wa kupigania wa tofauti na ule Marekani ambao walikuwa wamejaribu yeye kutengeneza kwamba eneo lote la kupigania litakuwa katika nchi ya Iran, lakini Iran wao walileta tafsiri tofauti kwamba eneo lao la kupigania ni katika eneo lote la Ghuba, kwa maana kuanzia katika nchi kama za Qatar, Bahrain, United Arab Emirates kwenda kote paka kufika katika nchi ya Israel. Katika mazingira namna hiyo, maana yake ilikuwa ni mazingira ambayo Donald Trump mwenyewe alikuwa akikariri kwamba hakuna mtu alikuwa akitegemea hilo, na sasa hivi wamekuwa wakikariri kwamba iwapo Marekani watajaribu tena kufanya hivyo, maana yake vita itafika paka katika bahari ya Mediterranean, itafika katika bahari nyekundu, ile Red Sea, itafunga Bab al-Mandab na mfano wake. Unaweza ukaona kwamba maana yake katika wanajua kwamba namna ya kupambana na nchi ya Marekani ni kujaribu kucomplicate ile situation nzima, kuivuruga ile situation nzima kinyume cha vile ambavyo wanakusudia. Lakini kiujumla ni kwamba Marekani inaonekana kwamba wanajaribu fanya movement ya taratibu ili kuweza kuweaken au kudhoofisha sehemu ya mifumo ya nchi ya Iran, kwa kuzingatia kwamba kwa vita ya pamoja ya haraka kwa wakati mmoja, maana yake ni vita ambayo Irani ni ngumu kuweza kuiangusha nchi ya Iran. Kwa hivyo mnapofanya repetition ya mashambulizi ya mara kwa mara, maana yake kwa upande mmoja au mwingine inawezekana mkawa mnaathiri baadhi ya sehemu muhimu za nchi ya Iran, lakini vile vile mkaendelea kustadi vizuri muundo wa sehemu ya jeshi au mifumo ya kijeshi ya nchi ya Iran, kwa kuzingatia kwamba
katika vita kama ya siku ya 40 kile kilichoonekana ni kwamba Marekani hawakuwa na proper information, hawakuwa na taarifa sahihi kuhusiana na nchi ya Iran. Ndio maana move yao ilikuja ikaprove failure. Kwanza walijua kwamba itakuwa ni vita ya muda mfupi, lakini inaonekana kwamba Iran wenyewe hawakuwa wamejipanga kwa vita ya muda mfupi, walikuwa wamejipanga kwa vita ya muda mrefu. Na ukizingatia muundo wa vita ya muda mfupi na vita ya muda mrefu, maana yake miundo yake inakuwa haifanani. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo, maana yake ni pande mbili zilikuwa zinafanya kazi katika miundo tofauti. Kwa hivyo matokeo yake automatically yalikuwa yanatarajiwa wazi kabisa kwamba Marekani hawezi kufaulu katika hilo. Kwa hiyo movement hii ambayo Marekani amekuwa amekwenda nayo sasa hivi, tunaona kama anafanya tactical move, ni movement ya taratibu, lakini lengo lake kubwa inaonekana kwamba ni kuleta madhara katika upande wa safu ya miundo ya nchi ya Iran, katika upande wa miundo ya kijeshi. Lakini ni jambo ambalo tunaweza tukali challenge kidogo, kwa kuzingatia kwamba nchi ya Iran maana yake haitegemei zaidi rada ambazo zinapatikana katika sehemu kama za Guruk kule Hormuzgan province au katika kisiwa cha Kashmir peke yake. Muundo wa rada za nchi ya Iran ziko very complex, kwa kuzingatia kwamba katika upande wa magharibi mwa nchi ya Iran kwa kiwango kikubwa imezungukwa na mlima na sehemu ya mlima Zagros. Kwa hivyo kutokea katika sehemu ya mlima Zagros, maana yake kuna coordination nzuri ya rada au mifumo ya rada ambayo ni mizuri ya kuweza kusoma movement zote ambazo zinaendelea katika upande wa ghuba ya Uajemi, lakini vile vile katika upande wa mbele ya ghuba ya Uajemi, maana yake kwenda paka katika upande wa Arabian Sea. Kote kule ni sehemu ambayo wanazo rada system nzuri za kuweza kusoma kile kinachoendelea, isipokuwa labda katika sehemu kama za Oman, kwa kuzingatia kuna milima kama mlima Dhofar, au sehemu za mbele ya Yemen kuna milima kama ya Hadramaut, ambako kwa upande mmoja au mwingine ndio maana unakuta kwamba hata ikitokea kuna situation na sintofahamu, Marekani huwa wanajaribu kuelekea katika upande wa kusini mwa mlima Dhofar au mlima Hadramaut, kwa kuzingatia kwamba uwepo wa ile milima inasimama kama ni ukuta wa kuweza kuzuia baadhi ya mifumo ya rada kuweza kusoma moja kwa moja bila kupata support kutoka katika upande wa satellite na mfano wa namna hiyo. Kwa hiyo automatically hatuna hakika sana kwamba movement hii itakuwa ni movement ambayo itafanikiwa kwa kiwango kikubwa, kwa kuzingatia kwamba mifumo ya rada ipo ambayo iko wazi na ipo ambayo ya kujificha. Lakini vile vile kwa muda mrefu nchi ya Iran imeonekana kwamba ni wazuri katika kutengeneza zile tunaita decoy, ile mifumo ya kuhadaa. Kwa mfano kama ndege, wakati mwingine walikuwa wanajaribu kuchora chini katika muundo ambao ndege ikiwa juu inaweza ikaona kwamba chini kuna ndege na hivyo ikashambulia sehemu ambayo sio. Lakini vile vile mifumo hata hiyo radar system na mfano wake nyingi zilikuwa zimetengenezwa kama decoy. Yani ni kitu ambacho cha kuhadaa. Kwa hivyo automatically wakati mwingine kuna sehemu ambazo zinakuwa zinashambuliwa lakini zinakuwa sio sehemu sahihi. Lakini kiujumla katika hili shaka yetu kubwa ni kwamba hatuna imani ya moja kwa moja kwamba movement kama hii maana yake inaweza ikaifanya kwamba Iran ikawa kipofu kabisa kwenye kuweza kushuhudia movement za meli ambazo zinakusudia kuingia na kutoka katika sehemu ya mlango bahari wa Hormuz, kiasi cha kufanya kwamba katika kisiwa cha Kashmir wakashindwa kuona meli ambazo zinaingia na kutoka. Lakini vile vile ikashindwa kufanyika coordination na katika kisiwa cha Larak ambacho kinahusika katika kukusanya ile sehemu ya tozo za watu au meli zile za biashara ambazo zinaingia na kutoka katika mlango bahari wa Hormuz. Hiyo ni shaka yetu kubwa kwamba inawezekana movement hii isiwe na mafanikio kwa 100% kwa sababu ya muundo pia wa kijiografia na namna gani jeshi la Iran ambalo inaonekana kwamba limekuwa likijaribu kuratibu taratibu zake kwenye kufanya masuala kama ya ulinzi wa sehemu ya mlango bahari wa Hormuz, especially kwa hivi siku za karibuni. Lakini katika upande wa nchi ya Iran, sehemu ya mashambulizi yao ambao wamejaribu kuyafanya, tumejaribu kuyachukua pia katika uzito wa hali ya juu, kwa kuzingatia kwamba sera ya nchi ya Iran ambao wamekuwa wakiendelea kuishikilia mpaka sasa hivi ni ya kuhakikisha kwamba Marekani inaondoka katika sehemu ya Arabian Peninsula, katika ile peninsula ya Uarabu, manake ile eneo lote la Gulf ni miongoni mwa target yao kubwa kuhakikisha kwamba Marekani wanaondoka katika sehemu husika. Na ndio maana target yao kubwa walikuwa hawanajaribu sana kutarget katika sehemu ya zile tunasema base ndio zimekuwa ni target kubwa ya nchi ya Iran. Maana kwamba hata sasa hivi Marekani wakifanya mashambulizi, wao wamekuwa wakiconcentrate kwenye kushambulia katika base, kwa maana ya kwamba unaposhambulia katika base kama vifaa bado vipo katika zile base, maana yake hasara unaiweka ni hasara kubwa. Hilo ni jambo la kwanza.
Lakini unaposhambulia katika bezi, maana yake ni kwamba unakusudia kuharibu baadhi ya coordination au baadhi ya mifumo kama ya kiusalama, maana yake mifumo kama ya Patriots na mfano wake, zile radar system zake ambazo zinakuwa zina support mifumo ya kiulinzi ambayo inaweza kutungua baadhi ya makombora kama zile tunasema hiyo Patriot au THAAD na mfano wake. Maana unaposhambulia katika zile base, mara nyingi unakuta kwamba mifumo ile huwa inawekwa katika base. Kwa hivyo katika mazingira namna hiyo, maana yake lengo kubwa inakuwa ni kuendelea kuparalyze, kuifanya ile mifumo ya kiulinzi ya nchi kama ya Marekani iweze kuparalyze katika eneo la Mashariki ya Kati. Na inapokuwa ina paralyze katika eneo la Mashariki ya Kati, maana yake inakuwa ni big deal, inakuwa ni jambo kubwa zaidi kuliko kushambulia tu katika sehemu ambazo wakati mwingine labda tu za kiuchumi peke yake na mfano wake. Maana yake ili Marekani isiweze cooperate katika eneo la Mashariki ya Kati, ni lazima uhakikishe kwamba zile center zake muhimu ambazo zinafanya coordination au ule muunganiko wa sehemu za operation zake, maana yake iweze kufanyika mashambulizi ya mara kwa mara ili kuhakikisha kwamba hilo linadhoofika, na mwisho wa siku kufanya kwamba mfumo wa coordination ya Marekani katika vita ya muda mrefu usiweze kufanikiwa. Na ndio maana inaonekana kwamba nchi ya Iran imekuwa ikiconcentrate kushambulia katika sehemu ya base. Ndio maana inaonekana katika siku ya jana shambulia katika Ali Salim base ambayo actually ni air base, ni sehemu ya base ya anga ambayo inaweza ikatoa support katika upande wa operation za ndege, lakini vile vile wameshambulia katika sehemu ya 50th Fleet base ambayo maana yake ina uwezo wa kutoa support katika upande wa meli ambazo zina operate za jeshi la Marekani, pamoja na kwamba zile meli kama za zile carrier aircraft carrier mara nyingi zinakuwa na center zake za kuweza kujiendesha zenyewe bila kutegemea wakati mwingine sehemu ya center za katika ardhi kama hizo 50 Fleet base. Lakini kwa upande mmoja au mwingine unapokuwa umeweza kudhibiti sehemu kama 50 Fleet base, maana yake unakuwa umedhoofisha pakubwa sehemu ya muunganiko baina ya meli ambazo zina operate katika upande wa jeshi, lakini vile vile na zile center ambazo zinapatikana katika upande wa ardhi. Kwa hiyo kinachoonekana tukichukua katika upande wa nchi ya Iran, maana yake bado tunakuwa tunaendelea kuona kwamba lengo la nchi ya Iran ya operation yake maana yake inakwenda zaidi katika upande wa strategic move, katika upande wa movement ya kistratejia ambao lengo lake kubwa linaendelea kubaki kwamba ni lile kujaribu kuilazimisha kuidhoofisha nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati kwa kushambulia katika sehemu ya senta zake muhimu ili kuweza kuifanya kwamba iweze kuparalyze na iweze kukosa muunganiko mzuri katika sehemu ya operation zake. Lakini mwisho wa movement hii, ikiwa hali itaendelea hivi, maana yake inatupa shaka kwamba katika siku za usoni inawezekana jambo likarudi kama ilivyokuwa awali. Inawezekana tukaelekea huko, pamoja na kwamba pamekuwa na kura ambazo zimepigwa katika upande kama wa Congress za kuonyesha kwamba sasa hivi Rais Donald Trump anapokusudia kuelekea katika vita ya baina ya Marekani na nchi ya Iran, ni lazima ipatikane ruhusa kutoka labda katika Congress au katika Senate, yani katika ule muunganiko wa Congress na mfano wake. Lakini ukiangalia muundo wa zile kura bado haziondoi nguvu ya Rais Donald Trump, kuzingatia kwamba hiyo sheria yenyewe inajaribu kupitishwa mwisho wa siku lazima iwe approved na Rais Donald Trump. Maana yake lazima ipite katika Congress, iende katika Senate na mwisho wa siku pia isainiwe na Rais Donald Trump. Kinyume na hapo, maana yake ni kwamba inawezekana paka kuna sintofahamu pia katika hilo. Lakini ukiachilia mbali hapo, Rais wa Marekani vile vile huwa anaruhusiwa kisheria katika kutoa amri ya kufanyika kwa baadhi ya special operation, hata kama sio vita, itafsiri kama vita, lakini zile operation maalum ambazo actually inawezekana ikaenda takriban kama siku 60 ama siku 90 takriban ile ruhusa yake. Ndio maana inaonekana kwamba hata katika hii vita ambayo ilikuwa inapiganwa ya baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran ikishirikiana, Marekani ikishirikiana na nchi ya Israel, baada tu ya vita kuanza kwenye takriban kama tarehe 28 hivi mwezi wa pili, ilipofika tarehe 2 aliandika barua katika mabunge yale ya Marekani kwa taarifa kwamba kuna operation ambayo Marekani wanafanya. Lakini vita ilipokuja kustop, vile vile aliandika barua kutaarifu kwamba hakuna tena hali ya mapigano inaendelea baina ya Marekani na nchi ya Iran. Lengo lilikuwa ni moja tu, lengo lilikuwa ni kwamba kutengeneza reserve ya baadaye akitaka aendeleze mgogoro
aweze kufanya hivyo, kwa sababu ina maana alitoa taarifa ya kwamba hakuna tena mapigano yanaendelea katika kitambo ambacho hakijavuka mipaka ile ambayo amewekewa rais ya kuweza kuruhusu jeshi kwenda katika special operation. Kwa hiyo sasa muundo ambao unaonekana sasa hivi Marekani wamekuwa wakiendelea nao wa kushambulia katika sehemu fulani, lengo lake kubwa ni kujaribu kudhoofisha sehemu ya mifumo ya kiusalama ya nchi ya Iran. Na lengo la kudhoofisha mifumo ya kiusalama ya nchi ya Iran maana yake haiwezi kuwa tu kudhoofisha kisha ukaondoka, lakini nitupa tafsiri ya kwamba inawezekana lengo kubwa ni kudhoofisha kisha utakapoona kwamba imeshadhoofika uweze kushambulia tena. Inawezekana kama muundo wake uko katika namna hiyo, pamoja na kwamba tukitazama pia katika upande wa madhara ambayo yanaweza kupatikana kutokana na plani hiyo, maana yake tunaweza tukasema kwamba inawezekana kama Marekani asiopti tena kuingia tena katika mgogoro wa muda mrefu na nchi ya Iran, kwa kuzingatia pia dunia ni kama ilikuwa imemtenga, kwa kuona kwamba madhara ya kile ambacho anakiendea ni madhara makubwa zaidi. Lakini vile vile aina ya vita yenyewe ambayo Marekani alikuwa anapigana ilikuwa inaonekana kama ni vita ya kuchagua, the war of choice. Ilikuwa ni vita ya kuchagua, kwa kuzingatia kwamba kwa maelezo ambayo alikuwa akitolewa na Abu Said, yule ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Oman, alikuwa akionyesha wazi kabisa kwamba Said Abu Said alikuwa akionyesha wazi kabisa kwamba makubaliano ni kama ilikuwa yameshafikiwa kwa kiwango kikubwa, lakini nchi ya Marekani wakaamua wenyewe kuelekea katika vita, na ili hali kwamba makubaliano au position ya nchi ya Iran, kile alichokuwa wamekikubali katika sehemu makubaliano yao, kilikuwa ni jambo ambalo liko wazi kabisa na lilikuwa lina faida kubwa kwa nchi ya Marekani kuliko kuingia katika mgogoro wa hiki ambacho kinaendelea sasa hivi, ambao mwisho wa siku kimekuja kuonyesha udhaifu mkubwa wa nchi ya Marekani, kwa kuzingatia kwamba mpaka sasa hivi sehemu kama mlango bahari wa Hormuz wameshindwa kuifanya kuwa vile ilivyokuwa kabla ya kupigana kwa vita husika. Kwa kiuhalisia ni kwamba ni jambo ambalo limekuwa likijirudia mara kwa mara, lakini tumekuwa tukiendelea kulitazama kwa umakini mkubwa zaidi, kwa kutazama sio tu yale matukio ya kushambuliana, lakini kile kinachokusudiwa baada ya muendelezo huu wa hali ya kushambuliana. Lakini kwa ujumla bado tuna muda wa kuendelea kulifuatilia jambo hili, na tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu ni Maulid Ali Mnukwa. Ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na ni kuombe usahau subscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.